Deutsche Welle, vijana mchaka mchaka. Mwezi wa Ramadhani ambao ni maarufu kutokana na ibada ya kufunga umewadia. Na katika jamii nyingi vijana wa Kiislamu hujielekeza katika kutimiza wajibu wao wa kidini wakati wa mwezi huu mtukufu. Leo katika kipindi cha vijana mchaka mchaka nitawauliza vijana kadhaa namna gani mwezi huu mtukufu unavyobadilisha maisha yao ya kila siku. Kwa mfano katika mavazi, dini, tabia, bajeti na kadhalika. Mimi ni Yusra Boyhead. Waislamu. Deutsche Welle, utamaduni na sanaa. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la Waafrika ambao kwa sababu mbalimbali wanatoka katika nchi zao na kwenda kuishi katika mabara mengine ikiwamo Ulaya, Amerika ya Kusini na Kaskazini na hata Asia. Kwa mfano nchini Tanzania, Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo inakadiria kuwa kuna Watanzania wapatao milioni 1 ambao wanaishi ughaibuni. Na huko nchini Kenya, tafiti zinasema kuwa kuna Wakenya karibu milioni 3 ambao wanaishi nje ya nchi yao. Wanapokuwa nje ya nchi, maisha hupaswa kuendelea kama kawaida ikiwamo kuoa, kuolewa na kisha kupata watoto. Changamoto kubwa ambayo pengine wengi wanaweza kuwa wanakabiliana nayo ni jinsi ya kuwafundisha watoto wao mila, desturi na utamaduni wa wanakotokea wazazi wao au mzazi mmoja, kulingana na ukweli kuwa wanapokuwa katika mataifa mengine kunakuwa na uwezekano mkubwa wa kuingia katika mahusiano au ndoa na watu wa mataifa ya kigeni. Jina langu naitwa Selina Mwakabwale. Karibu msikilizaji katika makala haya ya utamaduni na sanaa, ambapo katika siku ya leo tutaangazia hofu ya kupotea kwa mila, desturi na utamaduni wa asili kwa watoto au vijana ambao wamezaliwa na kukua nje ya nchi zao. Deutsche Welle, utamaduni na sanaa. Ni kawaida kwa kila jamii kuwa na utamaduni ambao hutoa mwangaza wa jinsi ambavyo jamii hiyo inafaa kufanya mambo yake. Hii ikiwa inajumuisha mambo mbalimbali kama vile namna ya uvaaji katika sehemu zenye mikusanyiko ya watu. Katika misingi ya mila na desturi za Mswahili tangu enzi za mababu na mabibi ni kuwa unapotokea msiba, watu hujikusanya kwa ajili ya kuwafariji wafiwa. Hii ikiwa inaendana na uvaaji wa aina fulani wa mavazi katika eneo hilo la msiba kwa wanawake na hata wanaume. Hata hivyo, kutokana na usasa, mfumo huo unaonekana kama ni wa kizamani na uliopitwa na wakati. Je, nini hasa chanzo na madhara yake? Ungana nami Selina Mwakabwale kwenye makala haya ya utamaduni na sanaa ili uweze kufahamu mengi kuhusu swala hili. Na leo tutazungumzia kubadilika kwa uvaaji wa nguo za misibani kwa wanawake. Neema Kigobanya kutoka hapo Mabatini, Mwanza, Tanzania. Unaweza kutuambia kwamba ni ukweli kumekuwa na mabadiliko haya katika uvaaji wa nguo maeneo ya misiba hasa kwa wanawake? Ni kweli kuna mabadiliko haya. Hasa kwa upande wangu naona mabadiliko hayo yamezidi sana katika maeneo ya mjini, lakini katika vijiji mara nyingi naona uvaaji bado ni ule ule wa zamani. Deutsche Welle, afya yako. Kati ya watu milioni 34 duniani ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, asilimia 69 wanapatikana nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, huku kukiwa na watu karibu milioni 23.8 wanaoishi na virusi vya ukimwi barani Afrika. Lakini licha ya vitendo vya ngono kuhusishwa na sehemu kubwa ya maambukizi hayo, si kila aliyepata VVU kupitia ngono aliingia kwenye tendo hilo kwa hiari yake. Badala yake imegundulika kuwa kuongezeka kwa matukio ya udhalilishaji wa kingono
kunachangia ongezeko la maambukizi mapya ya virusi vya ugonjwa huo, huku kukiwa na takwimu za kutisha. Ungana nami Selina Mwakabwale katika makala haya ya afya yako, ambapo katika siku ya leo nitakuwa na mtaalamu kuangazia matibabu ya kinga kwa mtu ambaye amedhalilishwa kingono na mtu ambaye hajui hali yake ya kiafya, au kwa bahati mbaya pengine ametumia kifaa ambacho kinaweza kusababisha maambukizi kutoka kwa mtu ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa ukimwi. Karibu tuwe sote. Nchini Tanzania kwa mfano, takwimu za kitaifa za makosa ya unyanyasaji wa kijinsia za mwaka 2012 zinaonyesha wanawake 5745 walibakwa na wanaume 691 walilawitiwa. Nchini Kenya mwaka 2015 watu zaidi ya 2000 walidhalilishwa kingono katika mji mkuu wa nchi hiyo pekee, waathirika wengi wakiwa ni wanawake. Na huko Afrika ya Kusini utafiti umegundua kuwa katika kila wanaume 4, mwanamume mmoja ameshawahi kufanya udhalilishaji, ikiwemo ubakaji. Deutsche Welle. Afya yako. Uzazi ni moja kati ya mahitaji muhimu ya mwanadamu, wale walio katika ndoa na hata wale ambao hawako katika ndoa. Lakini kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo za kibiolojia, uwezo wa kuzaa au kupata watoto wakati mwingine unaweza kuathirika kwa kupata matatizo kama vile kuugua magonjwa yanayoweza kuathiri mfumo wa uzazi na baadaye kusababisha mtu kupoteza uwezo wa kupata watoto. Tafiti zinasema kuwa katika kila ndoa 5 au mahusiano 5 ya kimapenzi, uhusiano au ndoa moja ina matatizo ya uzazi, ambapo mmoja kati yao anakuwa hana uwezo wa kuzaa. Na kukaribisha msikilizaji kwenye makala haya ya afya yako, na leo tutaangazia jinsi ya kupata mtoto kwa njia ya kupandikiza, ikiwa ni njia mbadala inayoweza kutumika kuwasaidia wale ambao hawawezi kutunga ama kutungisha mimba kwa njia ya kawaida. Naitwa Selina Mwakabwale, ambatana nami. Njia ya kupandikiza kiutaalamu inafanyika kwa mama, lakini tendo lenyewe linafanyika nje ya mwili wa mwanadamu. Ni Dr. Onesmo Rwekendela kutoka hospitali ya mkoa wa Mwanza Seketure nchini Tanzania, akielezea kwa ufupi jinsi njia ya kupandikiza inavyofanyika. Wazo la kupata mtoto kwa njia ya kupandikiza lilianzia kwa Daktari Bremston mwaka 1998 pale alipomfahamisha mgonjwa wake kuwa ameondoa kizazi kutoka kwenye tumbo lake ili kumwepusha na saratani ya kizazi, lakini amebakisha mifuko inayobeba mayai ya uzazi, seli za mayai pamoja na vichocheo. Na tangu hapo njia hii imeendelea kutumika kama njia ya kuwasaidia wanawake na wanaume walioharibikiwa na njia ya uzazi kiasi cha kushindwa kutungisha mimba au kushika ujauzito kwa njia ya kawaida. Japo kwa mataifa mengi hasa barani Afrika, njia hii bado haifahamiki sana na wanajamii. Daktari Sefat Baharun kutoka kituo cha uzazi kwa njia ya kupandikiza kilichopo Mikocheni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania anatueleza kwa ufupi jinsi njia hii ya uzazi inavyofanya kazi. Unamweka mwanamke kwenye ratiba, wote wawili, yeye na mumewe, ambapo kuna vidonge, kuna sindano ambazo anatumia angalau ya kuuze yale mayai. Na hizo sindano na hivyo vidonge mara nyingi huwa ni hormones ambazo kwa kawaida kwenye mwili wa mwanamke vinakuwepo tayari, isipokuwa huwa tunaongeza 2 dose badala kutengeneza yai moja, angalau yatengenezeke zaidi ya moja, kwa sababu tayari tunajua kuna tatizo. Kwa hiyo utakuwepo kwenye sindano angalau kwa wiki kama 12 ili tukuze yale mayai. Mayai atakapokuwa yamekomaa, then huwa tunayatoa, tunapitia kwa njia ya ultrasound, tunayavuta yale mayai kutoka humo ndani kwa vyombo vya kitaaluma. Sasa siku hiyo ambapo tukisema tutatoa hayo mayai, na baba anakuwa anatupatia manii yake, ambayo tunachanganya hivyo vitu vile kwenye maabara ili tutengeneze ile kiini tete ambayo ndio ile embryo baadaye itakuja kuwekwa kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke. Je, Deutsche Welle. Afya yako.
Ni sauti ya gari la kubebea wagonjwa ambayo wengi tukiisikia ni ishara ya wazi kuwa kuna juhudi za kuokoa maisha ya mtu aliyeko katika hali mahututi. Lakini huduma ya afya si kwa wale tu walio katika hali hiyo, ila ni haki ya kimsingi ya kila binadamu kuweza kupata. Utilia mkazo swala hili, mataifa mbalimbali yameorodhesha haki hii katika katiba za nchi zao. Hii leo basi ninapoangazia afya za wafungwa katika magereza, utasikia mengi kutoka kwa wasimamizi wa magereza hayo pamoja na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za wafungwa na kibinadamu katika makala Afya Yako. Makinika basi. Mimi ni Tatu Karema. Kama tujuavyo, magereza ni makazi ya wafungwa na pia mahala pa kazi kwa hudumu wa magereza hayo. Nikiangazia wafungwa, kufungiwa katika magereza hayo kunasababishia matatizo sihaba, ikiwa ni pamoja na kejeli, kuvunjika kwa familia na matatizo ya kiakili kutokana na mawazo mengi. Lakini pia mazingira haya ni muhimu kwa wafungwa hao kwa sababu kwa wafungwa ambao wameishi maisha kiholela nje ya magereza, wana fursa na mpangilio wa kupata huduma muhimu za afya. Swali ni je, wafungwa hao wanapohudumia vifungo vyao katika magereza wanapataje huduma za afya na ni vipi wanavyoshughulikiwa? Niliweza kuzungumza na kamishna mkuu wa magereza nchini Kenya, Isaiah Usugo, kuhusiana na swala hili, na alizungumzia kwanza swala la msongamano ambao ni chanzo kimoja kikuu cha maambukizi katika magereza. Wafungwa ni wengi kuliko ile nafasi tunayo, lakini kuna mikakati imewekwa na serikali. Manake hivi sasa tumepanua sasa na tunaendelea sana kupanua magereza. Pia mahakama inatusaidia sana upande wa community service orders. Vile unavyojua, ukiwa na watu wengi ambao hukutarajia wanakuja na matatizo. Tuna unit na idara ya afya, naita Directorate of Health kwa Kenya Prisons Department, ambako tumetumiwa daktari mkuu. Nazi pia tumeajiri madaktari na tumefungua dispensaries zinahudumia hawa mahabusu. Kulingana na kamishna Usugo, kwa sasa takriban shilingi milioni 10 hutumika kila mwezi kwa sababu ya huduma za afya kwa wagonjwa katika hospitali kuu ya Kenyatta na nyinginezo. Kamishna Usugo aliendelea kuzungumzia juhudi zingine za kuchangia afya bora magerezani kwa kuangazia swala la usafi. Hizi gereza kubwa tuna public health officers wanashughulikia mambo ya usafi. Kila asubuhi akiamka kazi yake ni hiyo. Deutsche Welle. Afya Yako. Ni madhara hayo yanotokana na moshi mwingi ndani ya nyumba. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa mapendekezo ambayo yanamulika madhara ya kuchoma nishati kama mkaa ambao haujasindikwa na mafuta ya taa nyumbani, na hivyo kuweka mwongozo wa kupunguza vichafuzi vitokanavyo na majiko ya nyumbani na taa za mafuta. Hii leo basi katika kipindi hiki cha Afya Yako nitaangazia vyanzo vya uchafuzi wa hewa ndani ya nyumba na madhara yake kwa afya. Hujambo na karibu. Mimi ni Tatu Karema. Mwongozo huu mpya unakuja baada ya utafiti wa WHO wa mwaka 2014 kubainisha kuwa zaidi ya watu milioni 7 hufariki dunia kutokana na madhara ya uchafuzi wa hewa nje na ndani ya nyumba, na watu milioni 4.3 wakifariki dunia kila mwaka kutokana na uchafuzi ndani ya nyumba utokanao na majiko duni ya kuni na mkaa. Takwimu hizi zinatia wasiwasi. Kisababishi ni moshi. Je, moshi huu hatari ni wa aina gani na unatokana na nini? Daktari Deborah Shaw kutoka Tanzania anaeleza. Uchafuzi wa hewa ndani ya nyumba mara nyingi unatokana na vitu viwili vya msingi. Cha kwanza ni matumizi ya mkaa au gesi ndani ya nyumba, na nyingine pia ni kuwa na watu wengi sana ndani ya chumba kimoja. Kwa swali la kwanza ambayo inaitwa msongamano wa watu, katika familia zetu nyingi za Kiafrika huwa tunaishi na familia mwendelevu. Kwa hiyo unakuta mara nyingi tumejazana ndani ya nyumba moja. Pia nyumba zetu nyingi huwa ina upungufu wa madirisha. Unakuta labda yale madirisha moja dogo, au saa nyingine kuna vyumba ambavyo havina madirisha kabisa. Sasa ili kuwa na watu wengi katika chumba kimoja, pia unafanya mzunguko wa hewa ndani unakuwa mdogo. Kuna
hewa chafu zaidi ya carbon dioxide inakuwa nyingi kuliko oxygen, ambayo inaweza kumletea binadamu yeyote madhara katika mwili, kwa sababu sisi zaidi tunahitaji hewa safi ya oxygen kwa ajili ya maisha yetu. Na ni mambo gani yanayopaswa kufanywa kuzuia moshi huo, hasa kwa wale wasiokuwa na njia mbadala ya nishati? Tunashauri kama mtu anayetumia jiko la mkaa, kama anaweza kupikia nje ni afadhali zaidi, kwa sababu nje kunakuwa na hewa nyingi zaidi. Au kama hawezi kulitumia nje, hakikisha wakati analitumia amefungua mlango wa nyumba yake, na pia wakati wa kuwasha na kuzima jiko hilo afanyie hiyo shughuli nje. Na baada ya matumizi pia aache madirisha na milango wazi kwa muda wa kiasi ili kuruhusu hewa safi ingie. Kwa kuongezea, shirika la Intermediate Technology Development Group ITDG linalosaidia watu katika nchi nyingi kuboresha maisha yao linasema ni rahisi sana kuepuka tatizo la uchafu wa hewa ndani ya nyumba, ama uzuie moshi usiingie ndani ya nyumba au uondoe. Shirika hilo linasema kuwa njia bora na inayopendekezwa ni kutumia mabomba kutolea moshi. Mabomba hayo yanaweza kutengenezwa bila gharama kubwa kwa kutumia mabati au hata matofali na udongo. Mabomba hayo makubwa huwekwa juu ya jiko, nayo hutoa moshi nje kupitia paa. Wataalamu wanasema kwamba sehemu za kuingizia hewa zinapowekwa karibu na paa na mabomba kutolea moshi yanapotumiwa, hewa zenye sumu ndani ya nyumba hupunguzwa kwa 80% hivi. Watu wanaotumia mabomba ya kutolea moshi husema kwamba wamekuwa na afya bora zaidi, wamekuwa safi zaidi, wanaweza kufanya kazi nyingi zaidi na wanafurahia kuwa nyumbani. Hilo linaonyesha wazi kwamba jambo rahisi sana linaweza kuboresha maisha. La kusikitisha ni kwamba sio kila mtu anayefahamu hayo. Katika maeneo mengi, hasa yale ya mashambani, kupika kwa jiko la mkaa ama kuni ndani ya nyumba ni jambo la kawaida. Nilitaka kuelewa kiasi cha ufahamu walionao baadhi ya watumiaji wa aina hii ya nishati, na Rose Majala kutoka eneo la Taveta, Kenya, alikuwa na haya ya kunieleza. Mimi napika na jiko la makaa. Nimepika nalo kwa muda mrefu ndani ya nyumba, na sijaona madhara yoyote. Kama ni madhara ni kidogo tu, na nachukua dawa na meza na kamzima kabisa, sina neno. Na si yeye pekee anayechukulia swala hili kwa rahisi. Maana nilipozungumza na Sophie Chao kutoka Maktau, Kenya, hali ilikuwa sawa na hiyo, kutokuwa nafahamu. Mimi napika na kuni ndani ya nyumba. Nimepika kwa miaka nyingi, yani nasikia kumwa na kichwa, roho yaenda mbio, lakini madhara tu ya kawaida. Na sio ni kama ni kwa sababu ya kuni. Kuni hazina madhara yoyote. Sifahamu kama kuna hatari yoyote ya kupika na kuni. Benki ya Dunia imesema uchafuzi wa hewa ni chanzo kikuu cha 4 kinachosababisha vifo vya mapema, ambapo mwaka 2013 watu milioni 5.5 walifariki dunia kwa madhara yanayotokana na uchafuzi wa hewa ndani au nje ya nyumba. Ripoti itwayo Gharama ya Uchafuzi wa Hewa iliyotolewa na benki hiyo na taasisi ya takwimu na tathmini ya afya ya chuo kikuu cha Washington nchini Marekani imesema uchafuzi wa hewa sio tu unatishia afya ya binadamu, bali pia unaleta hasara kwa nguvu kazi na kuzuia ongezeko la tija. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa 90% ya watu kwenye nchi zenye mapato wastani na ya chini wanaishi katika mazingira yenye uchafuzi wa hewa uliofikia kiwango cha hatari, huku 93% ya vifo na maradhi yanayosababishwa na uchafuzi wa hewa vikitokea katika nchi zinazoendelea. Nchini Rwanda, nishati hizi pia zilikuwa njia za kawaida za mapishi, lakini ni hatua gani zilizochukuliwa kuhakikisha kuwa hali hii inazuiwa? Hassan Ali ambaye ni mwanaharakati wa mazingira nchini Rwanda ananieleza. Hapa sasa hivi utumiaji wa mkaa umepungua sana, kwa sababu hapa wanatumia gesi, yani biogas. Hii gesi asilia ambao wanatumia kwa ajili ya kupika na nini, na wananchi pia wameelimishwa kuhusiana na swala hili. Biogas inapatikana kwa wingi hapa kwa sababu kuna ufugaji wa ng'ombe. Sasa ile samadi inaenda inavundikwa na kutengeneza ile gesi. Hapa imefanyika zoezi kubwa sana la kuhamasisha wananchi. Watu wamefundishwa faida za kutunza mazingira, kwa sababu mkaa ni miti hii, na katwa miti, basi kama watakata miti watakuwa nchi itabakia jangwa. Na vile vile matumizi ya mkaa pia yana athari, kwa sababu watu ambao wanatumia mkaa, kwa mfano kuna gesi ambayo inaitwa ni carbon monoxide, ina athari kubwa sana, na hata watu ambao wanapikia kuni vijijini huko unakuta wanapikia kuni ndani. Sasa hizi zote ni athari ambazo zinasababishwa na Deutsche Welle, le week-end.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio internationale allemande au sommaire de l'actualité de ce samedi 21 avril 2018 au Tchad, alors que les évêques appellent à la tenue d'un référendum pour la révision de la nouvelle constitution, le gouvernement réagit. Au Mali, 15 djihadistes ont été neutralisés et un soldat tué dans une opération au centre du pays. À Antananarivo, la capitale malgache, 17 personnes ont été blessées et une décédée lors d'une manifestation de l'opposition aujourd'hui. En Corée du Nord, Kim Jong-un annonce la fin des essais nucléaires et la fermeture du site des essais. En Inde, la décision est tombée aujourd'hui. Le gouvernement approuve la peine de mort pour les violeurs d'enfants. Tout juste après les informations, il sera l'heure de retrouver vos magazines. Le club de l'auditeur avec Mireille Drone, 77% nous les jeunes d'Afrique, ainsi que le magazine Santé. C'est Wendy Bachi au micro, il est 17h01 en temps universel, 19h dans nos studios ici à Bonn. Merci d'écouter la Deutsche Welle. Deutsche Welle, le week-end. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio internationale allemande. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche 22 avril, plusieurs explosions entendues ce dimanche en fin de journée dans le nord du Mali. Attentat suicide dans le nord du Nigeria, bilan 4 personnes tuées. Près de 50 personnes ont quant à elles été tuées, une centaine de blessés lors d'un attentat suicide à Kaboul en Afghanistan. Au Nicaragua, plus de 20 personnes sont décédées dans les heurts contre la réforme des retraites. En Allemagne, Andrea Nahles est la première femme à être élue à la tête du Parti social-démocrate. Et 14 mois après son décès, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, le principal parti d'opposition en RDC, va peut-être retourner dans son pays. Et nous sommes le 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre. Tout juste après les informations, il sera l'heure de retrouver vos magazines, le magazine Environnement, Afrique 7 jours, Vue d'Allemagne, ainsi que Learning by Ear. C'est Wendy Bachi au micro, il est 17h en temps universel, une heure de plus dans nos studios ici à Bonn. Merci d'écouter la radio internationale allemande. Au Mali, de violentes explosions ont été entendues à Tombouctou, dans le nord du pays, non loin de la base des casques bleus et des militaires français qui avaient été attaqués le week-end dernier. Information rapportée par des habitants et une source proche des Nations Unies. Pour l'heure, aucun bilan n'a été établi. En bref, au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide à l'intérieur d'une mosquée. Ça se passe dans le nord-est du pays, où le groupe Boko Haram mène une insurrection sanglante selon les autorités locales. 2 kamikazes, il s'agit d'un homme et d'une femme, ont déclenché leur ceinture d'explosifs pendant les prières du matin à Bama dans l'état de Borno. Et à Kaboul, en Afghanistan, dans la matinée, un kamikaze s'est fait exploser à l'entrée d'un centre d'enregistrement des lecteurs. Les faits se sont déroulés à un moment de forte affluence. Près de 50 civils chiites, pour la plupart, ont été tués et 112 blessés dans cet attentat revendiqué par l'État islamique. Deutsche Welle, actualité week-end. Tamara Warkenagel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle pour la dernière édition de l'année 2016. Une heure de programme ce 31 décembre avec d'abord le Flash Info. Il sera question de la République démocratique du Congo où l'accord de sortie de crise n'est toujours pas signé. Les tractations se poursuivent au siège de la Senko, mais le texte serait finalisé. En Syrie, la trêve reste globalement respectée. Des groupes rebelles menacent toutefois de la remettre en cause. Et ce 31 décembre, l'heure est au traditionnel vœu de fin d'année. La chancelière Angela Merkel n'échappe pas à la règle. Elle a appelé les Allemands à l'optimisme, vous l'entendrez. Et après ce flash, place au magazine avec d'abord Mireille Drone et son club de l'auditeur. Vous vous en doutez, il sera question de votre bilan pour cette année qui s'achève. En RDC, les médiateurs de la Senko l'assurent, l'accord final de sortie de crise est prêt. Reste à le signer, ce qui pourrait se faire dans les prochaines heures. Les partis se sont réunis une nouvelle fois aujourd'hui à Kinshasa pour débattre de détails à intégrer dans l'accord, comme par exemple sur une question de formulation concernant la primature. La majorité soutenait le terme issu de l'opposition, alors que l'opposition tient à la formule désignée par l'opposition, suffisant pour que la signature ait été reportée.
Rappelons que selon le président de la Senko, le texte prévoit le maintien au pouvoir de Joseph Kabila jusqu'à l'élection d'un successeur pour un scrutin qui devrait être organisé fin 2017. Toujours selon le texte, la transition sera surveillée par un conseil national de suivi. L'Égypte a commencé à rendre à leurs familles les dépouilles des victimes du crash du vol MS-804. L'avion d'Égyptair en provenance de Paris s'était abîmé en mai dernier avec une 60aine de personnes à bord. Attentat ou incident technique, les circonstances restent pour l'instant incertaines. La Chine va interdire tout commerce de l'ivoire brut ou transformé dans le pays d'ici fin 2017. Le gouvernement chinois représente un allié de poids dans la lutte contre les trafics puisque la Chine est à ce jour le principal consommateur mondial d'ivoire de contrebande, de l'ivoire qui vient en majeure partie d'Afrique. La Russie tente d'obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies une validation de l'accord de cessez-le-feu en Syrie. Un Conseil de sécurité qui s'est réuni à huis clos aujourd'hui. Le cessez-le-feu initié par Moscou et Ankara est entré en vigueur hier à la première heure et reste jusqu'à présent globalement respecté. Mais des groupes rebelles menacent de reprendre les combats. Ils accusent Damas de violations, notamment dans les quartiers rebelles de la banlieue de Damas. Rappelons également que le cessez-le-feu ne concerne pas tous les groupes engagés dans la guerre. Les organisations considérées comme terroristes par l'ONU ne sont pas couvertes. Et puis rappelons qu'il s'opère un changement de taille à la tête de l'ONU. Le nouveau secrétaire général Antonio Guterres va prendre ses fonctions demain, le 1er janvier. Il a choisi pour numéro 2 la Nigériane Amina Mohamed, ancienne ministre de l'Environnement dans son pays. Amina Mohamed qui est connue et reconnue à l'international pour son engagement dans la réduction de la pauvreté et la lutte contre les effets du dérèglement climatique. L'Irak à nouveau endeuillé par 3 attentats suicides à Bagdad, la capitale. Près de 30 personnes ont été tuées. Des attentats revendiqués par le groupe terroriste État islamique. L'EI qui subit depuis 2 mois une vaste offensive sur son bastion de Mossoul en Irak, dans le nord du pays. Unité, optimisme et détermination face au terrorisme. La chancelière allemande Angela Merkel a invité les Allemands à ne pas céder sur les valeurs démocratiques du pays. La lutte contre les populismes est une priorité pour l'année à venir. Angela Merkel. En continuant de mener notre vie comme nous l'entendons, nous disons aux terroristes « Vous êtes des meurtriers pleins de haine, mais vous ne pourrez jamais déterminer comment nous voulons vivre. Nous sommes libres, humains, ouverts. » De la même manière, nous pouvons dire à quel point, au regard des images d'Alep bombardées, à quel point il était juste et important d'apporter notre aide et notre protection à ceux qui en avaient besoin et de les avoir aidés au cours de cette année à prendre pied en Allemagne et à s'intégrer. Le terrorisme islamiste est la principale menace pesant contre le pays, a concédé Angela Merkel, qui a annoncé de nouvelles lois pour renforcer la sécurité en 2017. La chancelière allemande qui a également appelé ses concitoyens à continuer de croire en l'Europe malgré la lenteur de l'institution et tous ses points faibles, malgré le retrait du Royaume-Uni. Angela Merkel reste convaincue que l'Allemagne ne doit pas faire cavalier seul. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi 31 décembre. Le micro est maintenant à Mireille Dronne pour son club de l'auditeur. Deutsche Welle, magazine santé. Ils se rapprochent de nous pour voir s'il y a moyen d'améliorer leur capacité, leur tonique sexuelle. Alors oui, on les conseille. Consulter, demander conseil pour un problème de sexualité, une démarche pas facile pour tout le monde. Nous verrons qu'au Cameroun, les tabous qui entourent la sexualité ont encore la peau dure. En seconde partie d'émission, il sera question de la phytothérapie en Afrique. Carole Assignon micro, vous écoutez le magazine Santé. L'amour pendant les règles, la masturbation, la baisse de la libido, des problèmes d'érection, la frigidité, autant de thématiques liées à la sexualité qui souvent sont entourées de tabous selon les cultures.
Entre tabous fondateurs de la société, tabous bibliques et personnels, la sexualité dans des pays comme le Cameroun fait l'objet de nombreuses restrictions. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Alors quel lien entre sexualité, tabous liés au sexe et la santé mentale? Élément de réponse avec notre correspondant au Cameroun, Henri Fotzo. Il y a des jeunes et des âgés qui sont à la demande. Donc, au niveau des jeunes, ils peuvent faire rencontrer un pharmacien en aparté confidentiel. À la pharmacie de Douala, Dr Ernest Pierre Jonken affirme que les accessoires liés à la sexualité, tels que les préservatifs et les lubrifiants, passent vite le marché, mais que c'est en toute discrétion que les clients en demandent comme si c'était un tabou. Cela veut dire que malgré la libéralisation de la parole, le boom de la télévision et d'Internet qui brise les frontières et lève les interdits, le sexe reste un sujet délicat au Cameroun avec un poids psychologique indéniable. Mais les gens ont-ils quand même le courage de demander des conseils pour leur sexualité? Dr Ernest Pierre Jonken indique. Il y a certains qui viennent confidentiellement et vous parlent de leur rapport avec leurs copains, leurs copines. Il faut bien intervenir sans toutefois les juger. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour demander un renforcement de leur capacité sexuelle? Ah oui, mais ce sont les plus âgés. Les patients qui sont généralement sous traitement antidiabétique, qui ont généralement ces genres de problèmes, ils se rapprochent de nous pour voir s'il y a moyen d'améliorer leur capacité, leur tonus sexuel. Alors oui, on les voit état pathologique, leur statut de diabétique, d'hypertendu. Le tabou désigne un interdit à caractère sacré. Il représente quelque chose que l'on ne